akiwa amefanana na Yesu kitabia, huyo ni misionari. Mpeleke popote, atatangaza tabia safi ya Yesu. Aende popote, atakuwa mwaminifu, atakuwa mwadilifu. Hilo ndio lilikuwa kusudi la Mungu, the divine plan. Shetani akasema hakuna, haiwezekani. Pambano kuu liko centered kwenye elimu. Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana sifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa fursa hii tena. Karibu, tunaendelea na masomo yetu ya pambano kuu na shule ya unabii. Liko somo jingine tena mbele yetu lenye kichwa kinachosema mpango wa Mungu wa elimu. Bado tunaangazia elimu kwa sababu ya umuhimu wake na namna ambavyo elimu imebeba kiini cha pambano kuu. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, basi nikualike tuombe. Baba yetu mwema uliye mbinguni, kwa namna ya pekee umetupa upendeleo mkubwa kwa rehema zako tupate fursa ya kusikia haya na kujifunza haya. Asante kwa kututhibitishia kina cha upendo wako kwetu na rehema zako. Sasa tusaidie kuelewa na tuishi kwa kadri ya nuru iliyofunuliwa kwetu. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu, amina. Mpango wa Mungu wa elimu. Tunapoangalia elimu ya kweli, tunaanza kuona chimbuko lake katika bustani ya Eden. Katika bustani ya Eden ndipo tunaona shule ya kwanza iliyoanzishwa na Mungu. Na katika masomo yaliyopita tulifuatilia, tulirejea historia takatifu kwa kupitia Biblia na roho ya unabii. Na tukaona ya kwamba baada ya kutoka katika bustani ya Eden, shule iliendelea na Mungu hakubadili kanuni zake za elimu, kwa maana hazibadiliki. Kwa kuwa kanuni za elimu ni tabia ya Mungu mwenyewe. Na lengo kuu la elimu ni kurejesha sura ya Mungu iliyopotea kwa mwanadamu, ili mwanadamu aendelee kukua katika viwango vya kufanana na Mungu katika maisha yake yote. Na hivyo roho ya unabii inatuambia kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Na tuliona pia shule katika safari walipokuwa wanatoka utumwani Misri, shule ama elimu ama mfumo wa elimu wa Israeli wakiwa jangwani. Na baadaye tukaona walipofika katika nchi ya ahadi, hata wakaanzisha shule zile za manabii zilizoanzishwa na nabii Samuel kwa maelekezo ya Mungu. Bado tukaona mpango wa Mungu wa elimu uliendelea kusimama. Sasa je, tunapokuja katika historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Mungu alibadili kanuni zake za elimu? Hapana. Bado mpango wa Mungu wa elimu haupaswi kubadilika. Na hivyo Ellen G. White alikabidhiwa maelekezo ya Mungu, nini elimu inapaswa kuwa, shule zetu ziweje. Na tuliangalia historia kidogo, namna pambano kuu lilivyopiganwa, hata mpango wa Mungu wa elimu, the blueprint, the divine plan ya elimu, namna ambavyo mamlaka ya kanisa kwa maana ya General Conference ilipoamua kuweka pembeni mwaka 1904. Mungu anamwambia Ellen G. White, sasa wakati umefika wa kuhimiza watu kuanzisha independent schools, independent institutions. Na ndipo sasa Ellen G. White alipowaongoza vijana, mmoja akiwa na miaka 39 na mwingine akiwa na miaka 37, ambao waliitwa Sutherland pamoja na Magan, walioelewa mpango wa Mungu wa elimu, ambao waliushikilia na walitamani kuuishi na kutekeleza popote walipokuwa. Hatimaye Ellen G. White akiwa miongoni mwao, jumla wakiwa watu watatu, wakasimamia
kununuliwa kwa kiwanja ama shamba lenye ukubwa wa ekari 414 na hatimaye shule ya Madison ikaanza. Sasa tukaona hiyo shule namna ilivyoanza na vita ambavyo vilikuwa vimeendelea kupiganwa, hata uongozi wa kanisa ulikuwa unatamani hiyo shule ife. Ndipo utaelewa ya kwamba shetani ana mapandikizi yake ndani ya kanisa. Hiyo roho hakuwa roho wa Mungu, bali ilikuwa ni mawakala wa adui walikuwa wanataka kuua mpango wa Mungu wa elimu. Mbeleni huko mwishoni kabisa, mpaka anguko la shule ya Madison mwaka 1964, hawa majesuit walikuwa wamefanikiwa tayari kuondoa mpango wa Mungu wa elimu. Sasa tunaangalia katika mianzo ya kanisa la Waadventista wa Sabato, mwanzoni wakati nabii amepewa maelekezo haya ya namna elimu yetu inapaswa kuwa. Je, kuna shule zozote ambazo ziliwahi kuendeshwa katika namna ambayo Mungu alitaka? Ile divine plan ya elimu ilitekelezwa? Na kabla tujaliangalia hilo, ushahidi huu kwamba elimu haipasi kubadilika, katika kitabu cha Elimu ya Kweli UPH 2019 ukurasa wa 12, katika education ni ukurasa wa 20 paragrafu ya kwanza, nabii anasema mfumo wa elimu ulioanzishwa mwanzoni mwa ulimwengu ulikuwa uwe mfano wa kujifunzwa na wanadamu maisha yote yaliyofuata. Maana yake hata sasa mwaka 2026 mfumo ule wa elimu ulioanzishwa na Mungu ulipaswa uwe unatekelezwa. Nabii anaendelea kusema, kama kielelezo cha kanuni zake, shule ya mfano ilianzishwa Edeni. Sasa tunataka kuangalia, wakati Ellen G. White ameambiwa sasa ni wakati wa kuhimiza watu kuanzisha independent institution, ili mpango wa Mungu wa elimu utekelezwe na independent institution badala ya uanzishwe na independent ministry badala ya mfumo wa kanisa, badala ya organization ya kanisa. Je, alipowaongoza Sutherland pamoja na Morgan kuanzisha shule ya Madison, je, shule ya Madison iliongozwa kwa mfumo huu wa Mungu? Iliongozwa kwa mfano wa shule ya Edeni? Ndicho ambacho tunataka tukiangalie, na hiyo itatusaidia kujua tulitoka wapi, nini kilitokea, tumefika wapi na tunatakiwa kufanya nini, kwa sababu asiyejua historia yake hatajua anakokwenda, na huyo ni mtumwa. Katika somo hili tunakusudia kujibu maswali yafuatayo. Maswali ni haya: je, upi ulikuwa ndio mpango wa Mungu wa elimu, the blueprint uliotolewa na Mungu kupitia kwa Ellen G. White? Je, tunaweza tukapata maelezo ya jinsi shule zetu zilivyokuwa zinaendeshwa enzi za Ellen G. White, na nini kilitokea hata mpango wa Mungu wa elimu, the blueprint, ukaachwa? Ndicho tunachotaka kukiangalia. Sasa katika shule ya Madison ambayo inaelezwa habari zake katika kitabu hiki kinaitwa The Broken Blueprint, hiki hapa kimeandikwa na Vance Farrell. Hiki kinaeleza historia ya mfumo wa elimu, namna ambavyo nabii wa Mwenyezi Mungu alikuwa amepewa maelekezo na Mungu, na namna ambavyo mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia General Conference ukaweka pembeni, na hatimaye Mungu anamwagiza nabii awahimize watu kuanzisha independent ministries, na ndipo shule ya Madison ikaanzishwa. Sasa tunataka kuangalia chini ya usimamizi wa Ellen G. White akiwa mmoja wa wajumbe wa bodi ya shule kwa muda wa miaka 10 mpaka alipozeeka na kushindwa kutekeleza majukumu yake mwaka 1914. Alijiondoa kwenye bodi, lakini bado alikuwa anaendelea kuisapoti shule ya Madison mpaka alipofariki mwaka 1915. Je, shule hii ilikuwa inaendeshwa kwa utaratibu gani? Na kutokea hapo tupate kuelewa shule zetu leo wa Adventista wa Sabato zingepaswa kuendeshwa vipi? Yaani shule ya Madison inapaswa kusimama kama shule kielelezo katika kipindi
cha uwepo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa nini? Kwa sababu shule ya Madison ilikuwa imechukua kielelezo cha shule ya Eden na kutekeleza mpango wa Mungu kama ulivyo. Sasa fuatana nami katika pointi hizi 10 za namna shule ya Madison ilivyokuwa ikiendeshwa, na kutokea hapo angalau tuchambue pointi 6. Pointi 6 tu, tuone namna ambavyo shule zetu leo zilitakiwa kuendeshwa. Maana kanuni za Mungu hazibadiliki. Kwa kuwa shule ya Madison ilifuata kielelezo cha shule ya Eden, na sisi tuna mahali pa kujifunzia ya kwamba kumbe shule ya Madison ilipaswa kusimama kama kielelezo cha shule zote zinazoendeshwa kwa mfumo wa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Na hapa tutajipima, je, tunaendesha kama Mungu anavyotaka? Na kama tunaendesha tofauti na Mungu anavyotaka, nani aliyetugeuza? Nani aliyetubadilisha? Namba 1, shule ya Madison ilianzishwa mashambani na sio mjini, mfano wa shule ya Eden. Na ndio maana Mungu alipanda bustani ya Edeni. Mungu hakujenga magorofa. Alimweka Adamu na mkewe kwenye bustani ya Eden, alafu akamwagiza huyo mtu ya kwamba ailime na kufanya nini? Na kuitunza. Kwa hiyo shule ya Madison ilifuata kielelezo cha Eden, inapaswa kuwa mashambani, mahali ambako kuna miti, mahali ambako kuna eneo kubwa la ardhi ambalo lingetumika pia kwa ajili ya kilimo. Na tutakuja kuona kilimo ni sehemu ya darasa, ni sehemu ya somo katika shule ambazo zinatakiwa ziendeshwe kwa utaratibu wa Mungu. Pointi namba 2, kilimo kilikuwa somo kwa vitendo. Kilimo kilikuwa somo kwa vitendo katika shule ya Madison. Pointi namba 3, walimu na wanafunzi walishirikiana kujenga na kutatua changamoto kwa pamoja kuijenga shule. Pointi namba 4, hakukuwa na ada wala mishahara ya walimu. Kwa lugha nyingine ni kwamba shule za Waadventista wa Sabato kama zingaliendeshwa kwa namna ambavyo Mungu anataka, kusingekuwa na kulipa ada. Utaratibu wa kulipa ada sio utaratibu ambao Mungu alikuwa ameudesign mapema. Tumechepuka. Pointi nyingine, nusu ya siku katika shule ya Madison ilikuwa inatumika kwa ajili ya kujifunza darasani, na nusu nyingine ilikuwa inatumika kwa ajili ya kazi. Kwa mfano, masomo labda yanaanza saa 2 mpaka saa 10. Hapo tunapata masaa 8. Masaa 4 yangelitumika darasani na masaa mengine 4 yanatumika aidha shambani ama kwenye viwanda, kwenye karakana zilizokuweko shuleni. Hiyo ndio shule ya Madison. Na hayo masaa 4 yanayotumika shambani au yanatumika kwenye karakana ni sehemu ya shule. Sio kwamba ni leisure tu kujifurahisha, ni sehemu ya shule, yani sehemu ya elimu. Pointi nyingine, Madison namna ilivyokuwa inaendeshwa, siku ilianza kwa ibada. Shule yote wanakusanyika mahali pamoja, wanaimba nyimbo, wanasifunza neno la Mungu, wanafanya maombi na wanakumbushana vipengele muhimu vya nini elimu ya kweli inavyopaswa kuwa. Na ndipo baada ya hapo taratibu zingine zinaendelea. Hiyo shule ya Madison ndivyo ilivyokuwa ikiendeshwa. Habari za Madison hizo zimeelezwa katika kitabu hiki cha The Broken Blueprint cha Vance Farrell, ambapo kwenye kitabu hiki kuanzia ukurasa wa 57 mpaka 138 unapata kuelezwa habari ya story hiyo ya shule ya Madison. Hiki kitabu kama unaweza ukakipata, unaweza ukafuatilia na wewe ukajionea historia ambayo inatuonesha tumetoka wapi na tumefikaje hapa tulipo. Lakini pointi nyingine, walizalisha chakula chao wenyewe. Hawakutegemea chakula, yani shule haikutegemea kwenda kununua sokoni magunia ya mahindi ama kununua maharage na kuja kula shuleni. Hapana, chakula kilikuwa kinazalishwa shuleni kwenye shamba, maana shule iko mashambani
iko huko mashambani na sehemu ya masomo ni kilimo. Kwa hiyo walikuwa wanalima bustani, wanalima mboga mboga, walipanda miti ya matunda, walilima nafaka na walijilisha kwa chakula walicholima wenyewe. Na hizi shule zilipaswa kuwa, mfumo wa Mungu ulitaka kwamba shule hizi zijiendeshe zenyewe, zijihudumie zenyewe, self supporting schools. Na ndivyo Madison ilivyokuwa ikiendeshwa. Yaani hakuna namna ya kusema kwamba tutafute pesa tukanunue chakula cha wanafunzi. Hakuna. Chakula kinapatikana kwenye shamba la shule na kinapikwa kwenye kantini ya shule, na wote walimu na wanafunzi na wafanyakazi wengine wote wanashiriki kwa pamoja chakula. Yaani inakuwa kama vile familia. Ndio shule ya Madison ilivyokuwa ikiendeshwa. Pointi nyingine, hakukuwa na viwanja vya michezo. Katika shule ya Madison hakukuwa na viwanja vya michezo, eti kiwanja cha football, kiwanja cha volleyball, kiwanja cha basketball, sijui kiwanja cha nini. Hivyo viwanja vya shule vya michezo havikuwepo kwenye shule ya Madison, viwanja vya michezo. Na tutakuja kuona maelekezo ya Mungu yanasemaje, na ndio maana tunapata mfano wa kujifunzia kwenye shule ya Madison, kwa sababu hapa chini ya usimamizi wa Ellen G. White, hapa ile the blueprint ya Mungu, the divine plan ya Mungu kwenye elimu, mpango wa kimbingu wa elimu ulitekelezwa Madison. Na ndio maana hauoni viwanja vya michezo shuleni, na kimsingi ni kwamba viwanja vya michezo havikupaswa kuwepo kwenye shule za Waadventista wa Sabato. Tutakuja kuona ushahidi wa maelezo ya roho ya unabii. Pointi nyingine, mitaala ya kidunia haikutumika Madison. Mitaala ya kidunia haikutumika Madison, na tutakuja kuona kwa nini haikutumika kwenye shule ya Madison. Na hayo ni maelekezo ya Mungu kabisa, kwa sababu elimu ya Babeli na elimu ya Mungu haipaswi kuchangamana pamoja. Nuru na giza havikai pamoja, lazima uache kimoja ushike kimoja. Kwa hiyo kwenye shule ya Madison walishika mpango wa Mungu. Wanafunzi wanapaswa kufundishwa nini? Shule inapaswa iendeshwe vipi? Utaratibu wote Mungu alikwisha kuutoa, na Madison walifuata vipengele vyote. Pointi nyingine, lengo la shule lilikuwa ni kuandaa wamishonari wenye uwezo wa kujitegemea. Yaani hizi shule za Mungu, mpango wa Mungu, the divine plan ya elimu, mpango wa kimbingu wa elimu, Mungu alikusudia kwenye shule hizi wamishonari waandaliwe, ambao wanapotoka shuleni wao wanakwenda kwenye kazi ya Mungu wakiwa hawahitaji sapoti ya mtu yeyote. Wametoka na ujuzi wote wa kujiendesha, wa kuongoza maisha yao, kama vile Paulo alivyofanya kazi ya injili akiwa mtengeneza mahema. Na Paulo alikuwa amesoma zile shule za manabii ambazo zilifundisha ujuzi fulani. Mwanafunzi anaondoka na ujuzi fulani wa kumsaidia kwenye maisha yake. Wamishonari wote walitakiwa wawe hivyo. Sio hivyo siku hizi inavyokuwa, eti mwinjilisi anapelekwa kulea kundi mahali fulani, kanisa mahalia wanapambana kila Sabato kuchanga pesa za kumlisha mwinjilisti mlei. Wanachanga pesa za kumlisha mwinjilisti mlei. Haukuwa utaratibu wa Mungu. Wamishonari walipokuwa wanapelekwa kwenye kazi, walikuwa wanaenda wakiwa independent, hawahitaji sapoti ya mtu, na shule zilitakiwa zizalishe wamishonari. Na ndivyo Madison ilivyofanya. Na wamishonari wengi waliopeleka kazi ulimwengu mzima walitoka kwenye shule ya Madison. Pointi nyingine, wahudumu wa njia za utume walizalishwa Madison. Yaani njia za utume waliokuwa wanafanya kazi kwenye sanitariums walitoka Madison. Waliokuwa wanafanya kazi kwenye publishing houses, printing press, walitoka Madison. Waliokuwa wanafanya kazi kwenye viwanda vya chakula walitoka Madison. Waliokuwa wanafanya kazi kwenye migahawa ya usafi mijini walitoka Madison. Waliokuwa wanafanya kazi kwenye vyumba vya matibabu walitoka Madison. Zile regular lines zote zile za kupeleka injili
Madison ilizalisha hao watu kwa wingi, na shule ya Madison pia ilipelekea kuzalishwa kwa shule zingine ndogo ndogo nyingi zilizokuwa zinahudumiwa na Madison. Yaani watu wanatoka Madison, wamejifunza pale Madison, wameona mpango wa Mungu, wanaondoka kwenda kuanzisha maeneo mengine. Kwa hiyo shetani alielewa Madison lilikuwa pigo kwa ufalme wa giza, pigo kubwa, na ndio maana shetani alipambana usiku na mchana mpaka akafanikiwa shule ya Madison ikauawa. Na baada ya kufa hawa waanzilishi, kufa Ellen G. White, wakina Sutherland, wakajaribiwa wakashawishika kwenda kutafuta accreditation, na hiyo ndio ilipelekea kifo cha shule ya Madison. Maana ilitakiwa serikali, kwa kuwa wameshajisajili kwenye mfumo wa accreditation, ilibidi sasa serikali iwape masharti. Tunataka majengo ya namna hii, tunataka madarasa ya namna hii, tunataka maabara za namna hii. Na shule ilikuwa ni self supporting, haihitaji kujenga majengo ya kifahari ya gharama, na masharti ya kiserikali yakawa ni hivyo. Shule ikaanza kuporomoka, ikarudishwa kwenye mfumo. Wakati ilikuwa inaendeshwa independent, ikarudishwa kwenye mfumo wa kanisa. Iliporudishwa kwenye mfumo wa kanisa, mwaka mmoja tu ilitosha, shule ya Madison ikafungwa, na baadaye wakakabidhiwa Wabaptisti, na Wabaptisti baadaye wakashirikiana na Wakatoliki, na mpaka mwandishi wa hiki kitabu Vance Farrell anaandika The Broken Blueprint, shule ya Madison ilikuwa inamilikiwa na Wabaptisti pamoja na Wakatoliki. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Shetani akafanikiwa kuua the blueprint, na haipo tena mahali pengine mfano wa kujifunzia. Kuanzia hapo, waliokuja baadaye wakaendelea kuanzisha shule, maconference yanaanzisha shule, maunion yanamiliki shule, lakini shule zinazofuata mitaala ya serikali, zinafuata mifumo ya kibabeli, na mpaka leo hata wewe unayenitazama, kama umesoma shule ya Waadventista wa Sabato, umesoma shule ambazo tayari zimeshachepuka kwenye mfumo wa Mungu, ziko kwenye utaratibu wa kibabeli. Sasa tuchambue kidogo hoja 6 kati ya hizo tulizozisema ambavyo shule ya Madison ilikuwa ikiendeshwa. Tuangalie roho ya unabii inatupa maelekezo gani. Shule zetu leo zilitakiwa ziendeshwe kwa namna gani? Pointi ya kwanza, shule inapaswa kuwa mashambani na sio mjini. Hayo ni maelekezo ya Mungu. Shule inapaswa kuwa mashambani na sio mjini. Madison kupitia usimamizi wa Sutherland na Magan na Ellen G. White wakaamua kuweka shule kielelezo Madison, maeneo ya mashambani, ukubwa wa ekari 414. Sasa sikiliza, maelezo haya ya roho ya unabii ndiyo ambayo yanatusaidia kuelewa ya kwamba kumbe Mungu anataka shule zetu zisiwe mijini. Katika kitabu cha Mashauri juu ya Kilimo, Kibidula, toleo la 2017, ukurasa wa 88, na hii ni nukuu, imenukuliwa kutoka Manuscript Release, gombo la 11, ukurasa wa 186, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema hivi: kitabu kilicho wazi cha asili kinapaswa kiwe somo la mwanafunzi. Shule inapaswa kuanzishwa mbali na miji. Hiyo ndio roho ya unabii. Shule zinapaswa kuanzishwa mbali na miji. Mashauri juu ya Kilimo, Kibidula 2017, ukurasa wa 45, nabii anasema hivi: shule isiwepo ndani au karibu na mji ambako ubadhirifu wake, anasa zake mbaya, desturi na matendo yake maovu yatahitaji juhudi za kila mara ili kupinga uovu uliopo, ili usitie sumu kwenye anga hewa ambayo wanafunzi wanapumua. Shule zote zinapaswa kwa kadri inavyowezekana kuwepo katika sehemu ambapo jicho litakuwa likitazama viumbe vya asili badala ya mrundikano wa nyumba.
Mandhari inayobadilika daima itaongeza ladha na kudhibiti mawazo. Hapa kuna mwalimu aliye hai akifundisha daima, yaani kitabu cha kujifunzia asili, uumbaji. Kwa hiyo shule hazipaswi kuwa mijini, shule ambayo mtoto wako anasoma, shule ambayo wewe unaifundisha, shule ambayo wewe unaimiliki, shule ambayo conference fulani inamiliki, shule ambayo field fulani inamiliki. Ewe mwenyekiti wa conference, katibu mwazini na kamati yote ya conference ama field, au iwe union, kwa namna yote ile, shule tunazo zimiliki. Je, zimetimiza kigezo hiki cha kimbingu cha mpango wa elimu, the divine plan, ya kwamba shule zinapaswa kuwa mashambani, mahali ambako watoto ama wanafunzi wamefichwa na uovu, macho yao hayatazami maovu, masikio yao hayasikii maovu, na huko kitabu cha kujifunzia ni asili, yaani kuna miti, kuna viumbe, wanasikia sauti za mporomoko wa maji, wanasikia sauti za ndege, sauti za wanyama, wanavuta hewa safi ya oksijeni, na wanafanya shughuli za kilimo pia, wanalima bustani, wanajihudumia wenyewe. Je, shule zetu hizi zinaendeshwa hivyo? Kama sivyo, umeshiriki kumsaidia kazi shetani ili mpango wake wa elimu ya kibabeli ipandikizwe kwa watoto, ipandikizwe kwa vizazi hivi, na hatimaye waandaliwe kupokea alama ya mnyama. Kwa sababu lengo kuu la elimu ya kweli ya Mungu, lengo kuu la the divine plan of education, lengo kuu la the blueprint ya Mungu katika elimu ni muhuri wa Mungu, na muhuri wa Mungu ni tabia ya Mungu. Kwa maana hakuna mwanaume au mwanamke ambaye muhuri utawekwa kwake akiwa ni muovu, mwenye tabia ya kishetani. Ni lazima awe na tabia ya Mungu. Ndio kusudi la elimu ya kweli ya Mungu. Kusudi la elimu ya shetani ni kupandikizwa tabia ya shetani iliyo kinyume na tabia ya Mungu, na hivyo hitimisho lake kupokea alama ya mnyama. Kwa hiyo kwa kupitia elimu unaweza ukawa umeshiriki ukifikiri unamtumikia Mungu, kumbe unamsaidia shetani na wewe unakuwa mtumishi wa shetani. Hii ndio maana ya pambano kuu katika elimu. Nabii anaendelea kusema hivi, Mashauri juu ya kilimo, Kibidula 2017, ukurasa wa 82. Nabii anasema hivi, kutokana na nuru niliyopewa kuhusiana na mahali na ujenzi wa mahitaji ya shule yetu, ninajua kuwa kusudi la Mungu kuwa taasisi hii ianzishwe mbali na mji ambao umejaa majaribu na mitego ya burudani na sikukuu ambazo hazifai kwa usafi na uchamungu na ibada za kidini. Mungu anataka shule ziwe mbali na miji, mashambani. Sasa unajua, mwingine anaweza akawa na maswali haya. Sasa kama shule zinapaswa kuwa mbali na miji na sisi tunaishi mjini, je, hawa watoto wetu wa miaka 3, wa miaka 4, wa miaka 5, je, itakuwaje? Maana tumezoea wanapanda school bus, wanaenda shuleni, wanarudishwa maana ni karibu. Ikiwa mbali, je, itakuwaje? Majibu ni haya. Roho ya unabii inatuambia hivi, mihimili ya elimu ya kweli ya Mungu, muhimili namba 1 ni familia. Mtoto asiondoke kwenye mikono ya wazazi mpaka amefika kati ya umri wa miaka 8 mpaka 10, ndipo anapotoka kupelekwa shuleni. Na huyu mtoto chini ya miaka 10 anapaswa afundishwe na wazazi, ajue kusoma, ajue kuandika, ajifunze Biblia, ajifunze neno la Mungu. Na kumbuka, Biblia ni kitabu cha kwanza cha kujifunzia katika elimu ya kweli ya Mungu. Namba 2, kitabu cha pili ni cha asili, yani uumbaji, yani nature. Sasa swali, hapo mjini unapoishi mzazi, huyo mtoto ambaye Mungu anataka akae chini ya utawala wako, udhibiti wako kwa miaka 10, je, huyo mtoto anajifunza wapi kitabu cha asili? Ndipo utaelewa ya kwamba halikuwa kusudi la Mungu watu waishi mijini. Maana yake ni kwamba tokeni mijini, mwende mashambani, mrudi kwenye shule ya Mungu. Ndio maana yake, ndio maana yake.
Kwa hiyo mtoto anapotoka nyumbani kwa mzazi miaka 10 anaenda kwenye hii shule ambapo anakaa bodi, na shule yenyewe iko mashambani kijijini. Kwa hiyo shule inapokea kutoka kwa mzazi, inaendeleza kwenye mafunzo ya the divine plan, mpango wa Mungu, the blueprint ya Mungu ya elimu, na huyo mtoto anatoka pale akiwa amefanana na Yesu kitabia. Huyo ni mishonari. Mpeleke popote, atatangaza tabia safi ya Yesu. Aende popote, atakuwa mwaminifu, atakuwa mwadilifu. Hilo ndio lilikuwa kusudi la Mungu, the divine plan. Shetani akasema hakuna, haiwezekani. Pambano kuu liko centered kwenye elimu. Weka pembeni elimu ya Mungu, na kwa kadri tunavyoendelea tutakuja kueleza mpaka namna kanisa letu la Waadventista wa Sabato. Unajua huwa wengine hawapendi kusikia haya, lakini acha tuyaseme. Kanisa letu la Waadventista wa Sabato limeungana na mkakati wa shetani wa kubomoa the divine plan ya elimu. Kanisa tangu lilipoacha mpango likaingia kwenye Umoja wa Mataifa mwaka 1985 kwenye kitengo kile cha ECOSOC, Economic and Social Council ya UN, ambapo ndio taasisi za kidini zote zimesajiliwa pale. Ndani yake kuna Lucis Trust, ambapo mwanzoni ilikuwa inaitwa Lucifer Trust. Ilianzishwa na Alicia Bells na mume wake. Hawa ni maabudu mashetani, na ndani yake waliandika, huyu mama aliandika kitabu kinachoeleza habari ya New Age Movement in Education, na namna ambavyo mikakati 10 iliyoandaliwa ya kubomoa elimu, na katika mikakati 10 tunatekeleza Waadventista wa Sabato kwenye shule zetu. Tunatekeleza kwenye shule zetu. Tutakuja kuyaona hayo. Tuendelee kidogo. Pointi namba 2. Mpango wa Mungu wa elimu, ukiacha kwamba shule inapaswa iwe mashambani. Namba 2, kilimo kinapaswa kuwa somo kwa vitendo. Swali, shule zetu za kanisa zina mashamba? Na hata kama mashamba yapo, mpango wa elimu wa Mungu ni kwamba nusu ya masaa ya kujifunza kwa siku mtoto anakaa darasani na nusu anaingia shambani kulima. Shamba ni sehemu ya shule, ni sehemu ya darasa. Je, tunafanya hivyo? Shetani amefanikiwa kutuondoa. Japokuwa tunaendesha shule, tunasema ni uinjilisti, lakini kusema ukweli tumeajiriwa na shetani kutekeleza mipango yake. Nabii anasema hivi, mashauri juu ya kilimo kibidula. Ni hiki hapa hiki. Mashauri juu ya kilimo hiki. Situmi kitabu kingine, hiki kinafahamika, wainjilisti wa vitabu wanakiuza. Hiki hapa kinapatikana. Si ni vitabu vyetu? Kwa mimi ninachokifanya ninasoma tu vitabu vyetu. Kwani vilichapwa ili iweje? Si tusome? Kwa hiyo kuna ugomvi gani nikivisoma? Ndo nasoma sasa. Mashauri juu ya kilimo kibidula 2017 ukurasa wa 84. Nabii anasema hivi, faida za elimu ya shule yetu zinapaswa kuwa na mpangilio tofauti. Shamba la shule ni kitabu cha masomo ya Mungu. Shule zinazomilikiwa na Adventista wa Sabato, iwe mshiriki ama iwe kanisa mahalia ama iwe conference ama field ama union. Swali, wewe mwenyekiti wa union au katibu wa union, muhazini wa union, kamati ya union, wewe mwenyekiti wa conference ama mwenyekiti wa field au muhazini au katibu kamati ya field ama kamati ya conference, tuulizane, shule zetu zina shamba la shule ambalo linapaswa kuwa kitabu cha masomo ya Mungu? Kama hakuna, hiyo shule ni ya Babeli. Hiyo elimu ni ya Babeli na sio ya Mungu. Kwanza iko mijini. Pili, hakuna kilimo. Kilimo kimewekwa pembeni. Watoto wanakaa muda wote asubuhi mpaka jioni wako darasani. Sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu katika elimu. Mashauri juu ya kilimo. Hiki nilichokuonesha ndugu mtazamaji, kibidula 2017 ukurasa wa 81. Nabii anasema hivi, kadri wanavyolima ardhi
wanafunzi wanapaswa kujifunza masomo ya kiroho. Plau lazima livunje ardhi ngumu, lazima iwe kwenye miale ya jua na hewa inayosafisha. Kisha mbegu ionekanayo kwamba imekufa yapaswa iwekwe katika ardhi iliyoandaliwa. Miti yapaswa ipandwe, mbegu za mboga mboga zioteshwe, na baada ya mtu kufanya sehemu yake, nguvu ya Mungu ifanyayo miujiza hutoa uhai na uwezo kwenye vitu vilivyowekwa ardhini. Katika mchakato huu wa kilimo kuna masomo ya kujifunza. Mtu hapaswi kufanya kazi kwa ulegevu, anapaswa kufanya sehemu aliyopangiwa na Mungu. Sekta yake ni muhimu kama atakuwa na mavuno. Kwa hiyo hata mimi ninayoongea na wewe sikuipata elimu hii, nilipata elimu ya Babeli, na ndio maana tunapaswa kutoka mijini twende mashambani ili tukaondoe cha Babeli tuingize cha Mungu. Hii elimu tunapaswa kujifunza. Tunapaswa kushika jembe na tuchimbe ardhi, tuandae shamba, tuandae mbegu, tupande na tupalilie na tuvune. Kuna masomo ya kiroho, na ndio maana wazazi wanatakiwa watoke mijini na watoto wao. Tokeni mijini, mwende mashambani. Huko mashambani tunarudi kwenye shule ya Mungu. Huko ndiko wanakoandaliwa watu kupokea muhuri wa Mungu. Wanaobaki mijini watapokea alama ya mnyama. Kwa nini? Kwa sababu wanaendelea kujilisha elimu ya Babeli. Lazima wapokee alama ya mnyama. Sasa nikuulize swali, mchungaji au kiongozi wa kanisa, unapowaambia watu, umesimama mimbarani kabisa, umeshika maiki, ya kwamba kuna watu wanawaambia watu watoke mijini, huo muda wa kutoka mijini sio sasa, nabii alisema watu wasitoke haraka na kadhalika. Swali, wewe ni mtetezi wa elimu ya kweli ya Mungu ama ni mtetezi wa elimu ya Babeli? Kama unatetea elimu ya Babeli, endelea kuambia watu wabaki mjini. Lakini kama ungeelewa ya kwamba elimu ya Mungu inataka watu watoke mijini waishi mashambani, hata hivyo uzao wa Seti uliishi milimani na mashambani na walifanya kazi ya ukulima. Uzao wa Kaini ndio waliojenga miji, na hakuna mji wowote uliojengwa na Mungu. Usingaliwaambia watu wabaki mjini. Nenda katubu hiyo dhambi. Damu za watu zitatakwa kwenye mavazi yako. Nenda katubu, waambie watu ukweli, waambie watu ukweli. Mashauri juu ya kilimo, Kibidula 2017 ukurasa 82, nabii anasema, nimeonyeshwa kwamba kusoma katika kilimo unapaswa uwe A, B na C ya kazi za kielimu za shule zetu. Nabii anaposema A, B, C, maana yake kilimo kinapaswa kuwa jumla ya yote, ni the center ya elimu ya Kiadventista. Kilimo kinapaswa kuwa at the center, inapaswa kuwa core ya elimu ya Mungu, elimu ya kweli. Sasa kama kilimo kimewekwa pembeni, nani aliyetufikisha hapa? Hilo ndio pambano kuli linavyopiganwa. Nabii anaendelea kusema hivi, taasisi hii lazima isitegemee mazao kutoka nje. Shule zetu hazipaswi kutegemea mazao kutoka nje. Kwa matunda yaliyo muhimu kwa afya na kwa nafaka zao na mboga, hii ni kazi ya kwanza kabisa inayopaswa kufanywa. Hatupaswi kutoka kwenye kile ambacho tayari kimechukuliwa kuwa sehemu ya elimu. Nabii anasema hatupaswi kutoka kwenye kile kinachopaswa kuchukuliwa kuwa sehemu ya elimu, lakini tumetoka. Ni nani aliyetuloga? Shetani ndiye mchawi, ndiye amebomoa the blueprint ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya elimu na ukombozi ni moja, na pambano kuu ni kati ya Kristo na Shetani. Mkombozi ni Yesu, na neno la Mungu linasemaje? Yohana 17:3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Elimu ya kweli ikifundishwa inavyotakiwa, watu watamjua Mungu, watamjua na mkombozi wao.
Kwa hiyo shetani atakuwa hana chake, na cha kufanya ni kuhakikisha elimu ya kweli inaondoka, watu wasimjue Mungu. Na ndio maana elimu ya kibabeli haimsaidii mtu kwa uzima wa milele, ni maarifa tu mengine. Nabii anaendelea kusema hivi, mashauri juu ya kilimo, Kibidula 2017. Bado ninacho kitabu hiki, kiko kwa wainjilisti wa vitabu, ukurasa 49. Nabii anasema yeye aliyemfundisha Adamu na Hawa katika Edeni jinsi ya kuitunza bustani angeweza kuelekeza wanadamu leo. Kuna hekima kwake yeye anayelima. Oh, haleluya! Kuna hekima kwake yeye anayelima. Shetani alianza kubomoa the core center ile ya elimu ya kweli kwa kuwaaminisha watu kilimo ni ushamba, kilimo ni umasikini, kilimo ni mambo ya kizamani, kilimo ni mambo ya vijijini, ili watu wajione kwamba wamesoma, wameelimika, watu walio wa kisasa kwa kuishi mijini, na wanakataa kilimo. Lakini kumbe kuna kitu shetani anakiwinda. Mungu, yani haiwezekani. Kwa nini Adamu alimweka kwenye bustani ya Edeni kama kilimo kinakuwa ni upumbavu? Kilimo ni sehemu ya elimu, na ndio maana tunatakiwa tutoke mijini, twende mashambani. Tusisubiri alama ya mnyama, tutaipokea. Tusisubiri Jumapili imetangaza, tutapokea alama ya mnyama, kwa sababu tunaandaliwa kupitia elimu. Elimu unayojifunza, na hata kama wewe ni mtu mzima, kila siku unajifunza. Uko shule, unayoyaona, unayoyasikia, uko wapi? Umesimama wapi? Hapo uliposimama ni mahali paovu. Ondoka uende mahali salama ambako Mungu amekuandalia, akakulisha huko. Unachokula ndicho kitakachokufanya wewe kuwa. Nabii anaendelea kusema hivi, kuna hekima kwake anayelima na kupanda na kuotesha mbegu. Nchi ina hazina zake zilizofichika, na Bwana angependa kuwa na maelfu na makumi elfu wakifanya kazi katika ardhi, ambao wamerundikana mijini kutafuta bahati ya kupata kiasi kidogo cha pesa. Mungu anasema hao waliorundikana mijini walitakiwa waende mashambani. Alafu wewe unasema sijui mwaka gani alikuwa fulani alienda mashambani, alafu maisha yakampiga akarudi mjini. Ni hivi, shetani ndiye aliyempiga, sio maisha alimpiga. Maana mpango wa Mungu ulitaka aishi mashambani, na shetani akahakikisha kwamba anabomoa nia yake njema, na lile kusudi jema la Mungu analigeuza kuwa uovu, linakuwa kuwa baya. Na ndio kawaida ya shetani, kugeuza jema kuwa baya na baya kulifanya kuwa jema. Huyo ndio shetani. Na leo tunaimba wimbo wa shetani, watu hawataki kutoka mijini. Nabii anaendelea kusema hivi, wale ambao wazipeleka familia zao nje ya miji huwaweka palipo na majaribu kidogo. Watoto ambao wana wazazi wanaompenda na kumcha Mungu wako mahali pazuri zaidi pa kujifunza juu ya mwalimu mkuu ambaye ni chanzo na msingi wa hekima. Huyu mwalimu mkuu ambaye ni chanzo na msingi wa hekima ni nani kama sio Yesu? Kumbe anapatikana mashambani. Shetani ndiye anajifanya na yeye ni mwalimu mkuu, lakini wapi? Mijini. Hujaelewa vizuri, ngoja nirudie kidogo, ndugu mtazamaji, nisome tena. Watoto ambao wana wazazi wanaompenda na kumcha Mungu wako mahali pazuri zaidi pa kujifunza juu ya mwalimu mkuu ambaye ni chanzo na msingi wa hekima. Wazazi hao wanapaswa kuwa wapi? Mashambani. Wako chini ya mwalimu nani? Yesu, maana Yesu ndiye hekima. Na watoto walitakiwa wafunzwe na wazazi, alafu waende kwenye shule zilizoko mashambani. Mwalimu mkuu Yesu awafunze. Mijini mwalimu wao ni shetani, na shetani siku hizi anafundisha mpaka kupitia TV. Katoto kamebaki na katuni hapo, kanatazama tamthilia na movie, kanajua movie zote na majina ya waigizaji, anajua wachezaji mipira wote, anajua ratiba za movie, anajua ratiba zote za michezo ya kiburudani ya hovyo na michafu. Alafu nataka huyo mtoto aende mbinguni? Never, never. Nabii anaendelea kusema hivi, wana fursa nzuri zaidi ya kuwa imara kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Wapeleke watoto kwenye shule zilizoko mjini ambako kila aina ya jaribu linasubiri kuwavuta na kuwaharibu, na kazi ya kujenga tabia
itakuwa ngumu mara 10 zaidi kwa wazazi na watoto. Hata shule zetu hizi shule tunazopeleka watoto wanafundisha nini? Siku moja katoto kangu kadogo kakike, mimi niko nyumbani, hakuniona, kakaanza kuigiza kama vile kanatembea kimisi. Nikamuita, nikamuuliza polepole, mwanangu, niambie, umejifunza wapi hii ya misi? Anasema tumefundishwa shuleni. Nani amekufundisha? Madam fulani anatufundisha. Nilipofuatilia nikagundua kwamba kumbe eti wanasema wanakuza vipaji. Mtoto wako anafundishwa umisi. Mungu wangu. Alafu bado tunasema ya kwamba eti tuna elimu ya kweli. Ni uongo. Mpango wa Mungu wa elimu umechepushwa. Kwa hiyo Madison inatupa kielelezo cha namna shule zinavyopaswa kuendeshwa, shule za Waadventista wa Sabato. Na kama tunataka kuiona mbingu, enyi viongozi wa kanisa, wachungaji, washiriki, kila mmoja, kama tunataka kuiona mbingu, lazima turudi kwenye kusudi la Mungu. Mungu yeye habadiliki. Haiwezekani atoe mpango wake alafu tuupuuze, alafu eti tunasema ya kwamba unajua siku 10 za maombi ni kufunguliwa, tunamtafuta Roho Mtakatifu. Hakuna Roho Mtakatifu, ni roho mchafu. Yaani tuache mapenzi ya Mungu alafu tunasema kwamba tunapokea Roho Mtakatifu. Hujaelewa bado. Roho Mtakatifu huku mwishoni itakuwa tofauti na siku ya Pentekoste. Atashuka kwa mtu mmoja mmoja. Kwa wale wasio watiifu kwa neno la Mungu na kwa taratibu za Mungu, hawatapokea Roho Mtakatifu. Viongozi wa kanisa, tuwarudishe watu wa Mungu kwenye misingi ya Mungu. Hapa tumeangalia pointi 2 tu. Bado zingine tutaendelea sehemu inayofuata. Usikose kufuatilia somo hili sehemu inayofuata, sehemu ya 2. Hapa tumeangalia tu sehemu ya kwanza. Shule zinapaswa kuwa mashambani. Sehemu ya 2, kama sehemu ya mpango wa Mungu wa elimu, the divine plan, the blueprint ya Mungu ya elimu. Shule kilimo kinapaswa kuwa somo la kujifunza kwenye shule. Bado ziko pointi zingine kama 4 tutaziangalia kwa sehemu inayofuata. Yako mengi Mungu anataka tuyafahamu. Tumetoka wapi? Tumefikaje hapa? Tunapaswa kufanya nini sasa? Elimu ni sehemu muhimu ya pambano kuu. Na katika elimu, wewe binafsi ama watoto wako unachagua au unawachagulia kuwa upande gani? Wa muhuri wa Mungu au upande wa alama ya mnyama? Elimu ni mada muhimu ambayo itatuleta kwenye kuelewa makusudi ya Mungu. Usikose sehemu inayofuata. Mungu akubariki. Asante kwa kufuatilia. Neema yake tufunike sote. Na kabla tujahitimisha, basi tuombe. Baba mwema, liko pambano kuu katika elimu. Tumeshiriki kwa kujua ama kuto kujua. Tumeshiriki kazi ya shetani ya kubomoa mpango wako na makusudi yako. Tunaomba msamaha, tunaomba rehema. Tupatie unyenyekevu na tukubali ya kwamba tulikosea. Ondoa viburi na ujuaji wetu. Tukubali kunyenyekezwa hata kwa vile vilivyo dhaifu. Neema yako itufunike sote kwa jina la Yesu. Amina. Hivyo tukeshe nasi tungoje, wenye taa zinazowaka, tutakapoitwa arusini, tuwe tayari kumlaki. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya kiama? Roho ikielekea mbinguni, twangoja wenye saburi, hata safari yetu iishe, tukae kwake milele.
atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya kiama?